Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchana wa leo. Namshukuru Mungu kwa ajili yako uliweza kufika mahali hapa. Namshukuru pia Mungu kwa ajili ya kukupa kibali cha ajabu katika siku ya leo kwenda kusikiliza neno la Mungu na kujifunza neno lake. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliyemweka mahali hapa, mtumishi Gideon, ambaye namtumia kwa viwango vya juu. Sifa na utukufu viende kwa Bwana. Karibu mtu wa Mungu kujifunza neno la Mungu katika kipindi hichi chetu cha kujifunza neno na kuweza kufanya maombi katika kanisa la Mlima Moria Ministry linalopatikana mtaa wa Maili Sita, Moshi, Kilimanjaro. Kwa mwenye Biblia, shika Biblia yako. Kwa mwenye diary, shika diary yako kwa ajili ya kwenda kujifunza neno la Mungu. Somo letu la leo linasema kwamba usingizi kama mlango wa kiroho. Usingizi kama mlango wa kiroho, au usingizi ni mlango wa kiroho. Basi watu wa Mungu, Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Tuliza mawazo yako, tuliza akili yako kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, kwa ajili ya kwenda kulijua neno la Mungu zaidi ili likapate kubadilisha maisha yako. Kwa anayeandika, andika usingizi kama mlango wa kiroho. Usingizi ni nini? Usingizi ni ile hali ya mwanadamu kupumzika. Ni pale ambapo akili yako na mwili wako unakuwa umepumzika. Ile tunaita usingizi. Naongelea usingizi wa kimwili kabisa na wala sio usingizi wa kiroho. Kuna aina mbili za usingizi. Kuna usingizi wa kimwili na usingizi wa kiroho. Siku ya leo tutaangalia usingizi wa kimwili kama mlango wa kiroho. Usingizi umeumbwa na Mungu mwenyewe. Mungu aliumba usingizi kwa ajili ya sisi wanadamu kuweza kupumzika, kwa ajili ya kupumzisha akili zetu na miili yetu pale tunapokuwa tumechoka. Lakini usingizi ni mlango wa kiroho. Namaanisha nini naposema usingizi ni mlango wa kiroho? Namaanisha kwamba usingizi huu unaweza kutumiwa na viumbe vya rohoni. Unaweza kutumiwa na upande wa kiroho katika upande wa Mungu, au kutumiwa kiroho katika upande wa shetani. Tunapoisoma Biblia yetu tunaona yako mambo kadha wa kadha ambayo Mungu aliyafanya baada ya kumletea mwanadamu usingizi mzito, baada ya kuhakikisha kwamba mwanadamu amekuwa katika usingizi. Utakapoisoma Biblia utagundua kwamba ziko sehemu ambapo wanadamu walifunguliwa ndoto. Wanadamu walionyeshwa mambo ya wakati unaokuja, ya wakati unaopita walipokuwa wamelala. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba usingizi ni mlango wa kiroho. Na kwa nini ni mlango wa kiroho? Ni mlango wa kiroho kwa sababu ndipo mahali ambapo Mungu anaweza kukutana na mwanadamu. Ndipo unapoweza kuonyeshwa kwamba wakati uliopita na wakati unaokuja. Unaweza, kwa sababu unapolala au unapokuwa katika usingizi au fungamanishwi na wakati uliopo. Unapokuwa kwenye usingizi ni tafsiri ya kwamba au fungamani na wakati uliopo, au fungamani na sehemu uliopo. Ukiwa usingizini unaweza kulala usingizini lakini ukaona uko sehemu fulani. Ndio maana unaweza kuwa kwenye usingizi ukaota ndoto labda upo kijijini au upo sehemu fulani. Ni ishara ya kwamba unapokuwa usingizini au fungamani na sehemu uliopo, au fungamani na wakati. Unaweza kuwa usingizini lakini ukaona kwamba upo wakati uliopita, au ukaanza kuona mambo ya wakati uliokuja. Kwa hiyo siku leo nataka nikwambie kwamba usingizi ni mlango wa kiroho. Na kama basi usingizi ni mlango wa kiroho, unakabidhi vipi mlango huu wa kiroho katika maisha yako? Unaombea vipi mlango huu wa kiroho utumie katika ulimwengu wa roho, upande wa shetani au upande wa Mungu? Ni jukumu lako, mtu wa Mungu. Basi tusome neno la Mungu katika Mwanzo 2:21 mpaka 23. Kitabu cha Mwanzo 2:21 mpaka 23. Nami naenda kusoma kwa msaada wa Bwana. Mwanzo 2:21 mpaka 23. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Haleluya. Utaona hapa kwamba Mungu mwenyewe alimletea mwanadamu usingizi mzito. Alipotaka kufanya uumbaji wa kumuumba mwanamke, alibidi alete usingizi kwanza kwa mwanadamu, ndipo akatoa ubavu wake akahamishia kwa mwanamke. Na alipomuumba mwanamke, tunaona alipokuwa kwa Adamu akasema, hakika huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, viko vita hata sasa ambavyo
shetani hawezi kukupitisha katika maisha yako ni mpaka amekupeleka katika lango la usingizi. Katika usingizi ndipo sehemu ambapo unaweza kufanywa uumbaji fulani. Unaweza kuombewa mambo fulani katika maisha yako. Sasa inategemea ni katika upande wa Mungu au upande wa shetani. Tunaona hapa Mungu alipomuumba mwanadamu, alipomuumba mwanamke, alimletea mwanadamu usingizi mzito. Ukisoma maandiko utaona katika habari za Yakobo, alipolala akaota ndoto kwamba malaika wanapanda na kushuka. Alipokuwa katika usingizi ndipo alipoweza kufunuliwa maono yale. Lakini wakati wa sasa pia shetani anatumia usingizi kama kuweza kupanda mashambulizi fulani katika maisha yako. Anatumia usingizi kama kuweza kuleta vita fulani katika maisha yako. Inapokuwa mtu wa Mungu unaingia katika kulala au unaingia katika usingizi, unakuwa hujakabidhi malango yako ya ndoto, hujakabidhi usingizi wako kwa Mungu. Ni tafsiri kwamba shetani naye atatumia mlango ule ule wa usingizi kuleta mashambulizi kwenye maisha yako. Ndio maana kuna wakati unaota upo kijijini au jambo fulani limetukia, na baada ya muda lile jambo linakuja kutokea. Shetani anaweza kukubadilishia maisha yako katika usingizi. Akakuotesha kwamba biashara yako imekufa, lakini baada ya muda ukaona imekufa kweli. Ni kwa sababu alitumia mlango ule wa ndoto au wa usingizi akabadilisha hatima ya maisha yako. Kwa hiyo nataka nikwambie siku ya leo kwamba unapoingia kwenye usingizi au unapolala, ni lazima uhakikishe unamkabidhi Mungu maisha yako. Ni lazima uhakikishe unaomba ndipo unapolala. Unaombea malango yako ya ndoto ili unapolala shetani asiweze kupitisha mambo machafu katika maisha yako. Utaona pia kina Petro waliletea usingizi mzito ili washindwe kuomba. Kwa hiyo pia shetani anaweza kuletea usingizi mzito ushindwe kufanya mambo ya kimungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba ukiomba au hata wewe mwenyewe kuna muda unataka kuomba, unapata usingizi mzito. Unashindwa kuomba, unajikuta umelala. Na unapolala kuna mambo unaanza kuyapitia katika ulimwengu wa roho. Saa nyingine unaanza kuota ndoto chafu, unakimbizwa na ng'ombe, unaota saa nyingine upo na spiritual husband na vitu vingine. Kutokana na kwamba katika ule usingizi kuna roho chafu zinakuwa zinakufuatilia. Shetani anatumia mlango ule kukuletea mashambulizi kwenye maisha yako. Ametumia mlango ule kukuletea vita. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, unapokuwa unalala hakikisha kwamba unajikabidhi kwa Mungu. Unaombea malango yako ya ndoto ili uweze kukutana na taarifa njema kutoka kwa Mungu na sio kutoka kwa adui. Na pia unapotaka kuomba, kuna muda unaweza kuletea usingizi mzito ukakuzuia kuomba. Kwa sababu shetani anajua kabisa usingizi ni silaha ya shetani ambayo anaitumia kwa ajili ya kukudhoofisha. Anatumia usingizi kudhoofisha moto wako wa maombi. Anajua akikuachia uombe kuna madhara utasababisha katika ulimwengu wa roho, ambayo atakuwa na effect katika ulimwengu wa roho, ambayo ataharibu vitu fulani. Kwa hiyo atakuletea usingizi akijua kabisa ukilala utashindwa kuomba, na ukishindwa kuomba kuna ngome zake hutaziharibu. Kwa hiyo anaitumia kama silaha ya kuharibu maisha yako. Pia shetani saizi anatumia usingizi katika kukubadilisha au kukuhusisha na hatima ya maisha yako. Unataka kuamka uende kwenye biashara fulani au kazini au sehemu fulani, inapofika asubuhi, mwisho wa siku unajikuta kwamba asubuhi ile ndo unakutana na usingizi mzito. Kumbe ni shetani ametumia usingizi ule ili kukuchelewesha kazini. Na siku hiyo unapenda kazini, unakuta bosi ndo anakuulizia au unakuta kwamba hiyo siku ndo kuna changamoto imetokea. Mwisho wa siku inakufukuzisha kazi au inakusababisha katika vita fulani. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima ugundue kwamba usingizi ni lango la kiroho. Unapokuwa unalala lazima uhakikishe unamuomba Mungu, unaombea malango yako. Unapokuwa sehemu fulani unapitiwa na usingizi, lazima uhakikishe unajikabidhi kwa Bwana. Wako wengine wanalala makanisani. Ikifika muda wa neno ndipo unapata usingizi. Shetani anakufunga, anakuletea usingizi kabisa wa kimwili ili kukuzuia usielewe neno. Anakuletea usingizi wa kimwili ili kupitisha mambo machafu katika maisha yako. Na unapolala kanisani muda wa neno unaanza kuota ndoto, labda upo kijijini unaota ndoto unakimbizwa na ng'ombe, huko wengine wanaendelea na ibada. Ni ishara kwamba shetani ametumia usingizi kama silaha ya kukudhoofisha. Ametumia usingizi kama silaha ya kukuangamiza. Watu wa Mungu, tukasome katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 3:19 mpaka 20. Tuone namna ambavyo kwa sasa shetani anatumia usingizi kama njia ya kufanya mabadilishano. Utaenda kuona namna ambavyo shetani anaweza kutumia usingizi kubadilisha ufahamu wako ambao umepewa na Mungu na kukuwekea ufahamu wa mtu mwingine. Anaweza katika usingizi shetani akatumia kukubadilishia biashara yako na kukupa biashara ya mtu mwingine. Akabadilisha afya yako na kukupa afya ya mtu mwingine. Akabadilisha hata kizazi chako na kuwekea kizazi cha mtu mwingine. Katika usingizi adui anaweza kupanda mapando ndani yako. Akakubadilishia mikono yako ambayo ilikuwa inahesabu pesa, akakupa mikono ambayo inazaa mapooza. Akakubadilishia hata watoto wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu umelala. Na umelala umeacha kukabidhi malango yako kwa Mungu. Umeachilia malango wazi. Maana nimesema mlango huu ni wa kiroho. Unaweza kutumiwa na Mungu au na shetani. Inategemea ulivyoingia kulala ulijikabidhi vipi.
Ulifunga vipi malango ya adui? Ikiwa ulilala usingizi bila kumwomba Mungu, maana yake uliacha malango wazi, naye ataingia na kuanza kupanda vitu vichafu. Ataingia na kuanza kukubadilishia maisha yako. Tusome Wafalme wa kwanza 3:19 mpaka 20. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 3 mstari wa 19 hadi wa 20. Wafalme wa kwanza 3 kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 20, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu bavuni pangu, mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi, nimenyosha mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe si mtoto wangu niliyemzaa. Watu wa Mungu, kiendelea pale utaona historia hii. Ni mama mmoja ambaye alipolala usingizi, mwenzake akamlalia mtoto akafa, akamchukua yule mtoto ambaye amekufa akamweka kwa yule mama. Lakini alipoamka asubuhi akagundua kwamba mtoto yule alikuwa sio wa kwake, lakini alibadilishiwa alipokuwa usingizini. Ndio hata sasa hivi shetani au adui anatumia mlango huu wa usingizi kubadilisha hatima ya maisha yako. Anatumia mlango huu wa usingizi kubadilisha kesho yako, kubadilisha hatua au baraka ambazo Mungu amekukutanisha nazo, au baraka Mungu amekuandalia. Shetani anaweza kutumia usingizi kuzibadilisha. Anatumia usingizi kama mlango wa kufanya mabadilishano. Atakubadilishia mume uliye naye, atakupa ndoa ambayo sio ya kwako, kwa sababu ulipolala katika lango hili la usingizi au kujikabidhi kwa Bwana au kumwomba Mungu. Kwa hiyo unapolala, shetani anakuja anakufungisha ndoa katika ndoto. Unalala unaota upo kwenye sherehe, unafunga ndoa, ukiamka kumbe ameshakubadilishia mume. Unaanza kupita sehemu ngumu katika ndoa. Au unalala unaota uko katika sherehe, unakula vyakula fulani. Maana yake anakuunganisha katika ulimwengu wa roho. Anakufanya unakuwa mshirika na yale mambo ya kishirikina. Unakuwa mshirika na yale mambo ambayo yanakuzuia wewe usisonge mbele. Kwa hiyo unapokuwa unaota labda unakula chakula au uko sehemu fulani unashiriki na watu waliokufa na nini, shetani ametumia lango hilo la usingizi kukutanisha na watu ambao wamekufa ili kuharibu kesho yako, ili kuharibu siku za maisha yako, ili kuharibu hata uzao wako. Utaona wengine pia unalala unaanza kuota labda uko sehemu fulani unafanya kazi fulani, au umekimbizwa, umepata ajali au umeumia, umevunjika mguu, na ukiamka katika ulimwengu wa kawaida yale mambo yanakukuta. Kwa nini yanakukuta yale mambo? Ni kwa sababu uliacha malango yako wazi. Adui akatumia ule muda kupanda mambo machafu, na baada ya kuamka au kukumbuka tena kuweza kufunga malango, au kukumbuka kuweza kufuta zile ndoto ulizoziota, au kukumbuka kuweza kushughulikia zile ndoto, au ulisaulishwa ukasahau kuweza kushughulikia zile ndoto. Kwa hiyo mwisho wa siku shetani anakuwa tayari ameshapanda kitu kwenye maisha yako, anakuwa ameshatengeneza mipango ya kuweza kukuangamiza. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, siku ya leo unapoingia kwenye usingizi, unapoingia kulala usiku, usikubali kulala bila kuomba. Usikubali kulala bila kujikabidhi kwa Mungu. Maana usipofanya hivyo, shetani atakufanyia mabadilisho katika ulimwengu wa roho. Atabadilisha hatua za maisha yako, atabadilisha uchumi wako, atabadilisha afya yako. Kama tunaona mwanamke huyu alibadilishiwa mtoto, akapewa mtoto aliyokufa. Kwa hata unaweza kubadilishiwa kitu chako kilicho hai ukapewa kilichokufa. Ulikuwa na uzima, umebadilishiwa, umepewa mauti. Ulikuwa na uzima kwenye mikono yako, inahesabu mafanikio, anakubadilisha na kuwa mikono ambayo haihesabu. Miguu yako ilikuwa ina baraka za kufuata kitu na kulipata, lakini shetani katika usingizi anabadilisha miguu yako. Anakupa miguu ambayo kila sehemu kienda unakosa kibali. Kila jambo ukilifuata unalikosa. Anabadilisha hata sura yako. Kila jambo ukilifuatia unakosa kibali. Ukienda sehemu fulani unakataliwa kwa sababu ulipolala au kujikabidhi kwa Bwana. Kwa sababu ulipolala au kumwomba Mungu. Na ni kwa sababu kujua kama usingizi ni mlango wa kiroho. Hivyo kuna vita ambavyo shetani hawezi kuleta kwenye maisha yako ni mpaka amekuingiza katika usingizi. Kuna vita ambavyo shetani hawezi kukuletea wewe mwanadamu ni mpaka amekupeleka kwenye usingizi, ndipo anakuingiza kwenye ile vita au anakupandia yale mapando. Kama tumevuna pia hata kwa Mungu kuna ufunuo ambao ili upewe lazima ukite umejikabidhi kwa Bwana na umelala salama ili Mungu akuletee mafunuo mazuri katika ndoto. Ayubu anasema kwamba Mungu anaongea na mwanadamu katika ndoto mara moja hata mara mbili katika maono ya usiku. Maana yake utaona kwamba unapokuwa umelala nafsi yako inaweza kuongea, inaweza kuoneka sehemu fulani, kama nilivyosema kwamba aufungamanishwi na wakati, aufungamanishwi na sehemu uliopo. Unaweza ukalala usingizini lakini nafsi yako ikaweza kuhamishwa ikaenda sehemu fulani, ikaonyesha mambo yanayokuja, ikaonyesha mambo yaliyopita.
Lakini pia adui hutumia usingizi kwa ajili ya kupanda magugu au kupanda mambo mabaya kwenye maisha yako. Utaona hata Yesu alipokuwa na wanafunzi wake waliokuwa wamepanda ngano, lakini watu wale wanaambiwa walipolala usingizi akaja adui akapanda magugu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapolala usingizi pia shetani anaweza kukupandia mambo machafu kwenye maisha yako. Akapanda nafsi au roho ya kutamani zinaa, akapanda roho ya kutamani mambo yasiyofaa mbele za Mungu. Ukajikuta ulikuwa ni mtu mzuri, unaimba, unamsifu Mungu, unamwabudu Mungu, lakini ghafla ukaanza kuwaka tamaa. Ghafla ukaanza kuwa msengenyaji. Ghafla ukaanza kuwa na chuki na kinyongo. Ghafla ukaanza kutenda mambo ambayo yampendezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ulipolala kufunga malango ya usingizi, adui naye akaja akakupandia magugu. Akaja akapanda roho ya zinaa ndani yako. Akaja akapanda roho ya kusengenya ndani yako. Akaja akapanda roho ya kumchungia Mungu ndani yako. Kwa hiyo unapokuwa unazidi kuishi, unaanza kuona unatamani kusengenya, unatamani kufanya zinaa, unatamani kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Ingali mwanzoni ulikuwa ni mtu mzuri, ulikuwa ni shemasi, ulikuwa ni mchungaji, ulikuwa ni mwimba kwaya. Lakini baada ya kulala na kuacha malango yako wazi, baada ya kutogundua kwamba usingizi ni mlango wa kiroho, shetani amepanda mambo machafu kwenye maisha yako. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, unaposikia jambo la usingizi ni jambo la kiroho, inabidi unapolala au unapoingia kwenye usingizi uhakikishe unamwalika Mungu, unamwalika Roho Mtakatifu, uhakikishe unaomba. Ndio maana ni hatari sana kulala bila kumwomba Mungu. Ni jambo la hatari kulala bila kumwomba Mungu, kwa sababu utapangiwa mipango usiyoitaka, utapewa biashara usizozitaka, utapewa mwelekeo usioutaka. Pengine unatakiwa amke asubuhi uende kwenye biashara yako, lakini umelala bila kusali. Inafika asubuhi muda wa kuamka uende kwenye biashara yako, unaletea usingizi mzito. Unaendelea kulala, unaamka saa 2 au saa 3. Unaenda kwenye biashara yako, kumbe umepishanishwa na wateja. Kwa hiyo unakuta shetani ametumia usingizi kukupishanisha na baraka zako, kukupishanisha na fedha, kukupishanisha na mafanikio yako. Hivyo mtu wa Mungu, nimeongelea usingizi wa kimwili kama silaha anayotumia shetani kuharibu maisha ya mwanadamu. Hakikisha kwamba unapoingia kwenye usingizi huu wa kimwili unakuwa umejikabidhi kwa Bwana. Nikipata nafasi tutaongelea usingizi wa kiroho au kulazwa kiroho, maana pia mwanadamu unaweza ukalazwa kiroho. Hivyo mtu wa Mungu, usisahau kuomba unapolala. Utaona hata Petro na Yohana walipokuwa wameenda na Yesu mlimani kuomba, shetani aliwaletea usingizi mzito, wakashindwa kuomba ili waweze kuingia majaribuni, wakapata usingizi mzito, wakashindwa kumwomba Mungu. Utagundua pia usingizi huu unakufanya usishindwe kumwomba Mungu. Na baada ya adui kuja, tunaona Petro na Yohana walishindwa kustahimili, wakakutana na adha mbalimbali, wakapata kukimbia. Kwa hiyo lazima uangalie sana lango hili. Kama ni mtu wa kulala kanisani wakati wa neno, hakikisha kujua kwamba kuna nguvu ambazo zinakuvamia. Kuna nguvu ambazo zinakuletea usingizi, kama kukuharibu au kama kuzuia kile kitu ambacho Mungu anataka kuweka kwenye maisha yako au ufahamu wako. Na usingizi ule unapitisha roho chafu ndani yako. Usingizi ule unakupitishia kushindwa, unakupitishia kutokusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumshukuru Mungu, watu wa Mungu, kwa ajili ya neno la siku ya leo. Maana najua umejifunza kwamba usingizi ni mlango wa kiroho, na kuanzia sasa utakapokuwa unalala utaombea mlango huu. Utamwambia Mungu, ninaomba unitumie kunionyesha hatima ya maisha yangu, kunionyesha njia nitakayoiendea, na kufunga malango yale ambayo adui anayatumia kuleta roho chafu au kukuzuia au kukukwamisha au kukujengea ajali. Maana unaweza kuona pia umeota labda mtoto wako amefeli shuleni, na unakuta kweli baada ya muda anafeli. Unaota kwamba mtoto wako amepata ajali, na baada ya muda unashangaa amepata ajali. Funga macho, tumshukuru Mungu. Bwana Mungu, uketie mahali pa juu palipoinuka, ninasema ni asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa ajili ya sana majira ya mfalme wa amani. Nasi tunaomba Mungu zidi kutupa ufahamu na akili ya kuweza kukumbuka pale tunapokuwa tumelala. Bwana, tujikabidhi kwako Mesia, tuweze kuombea malango yetu ya ndoto, ili tunapolala adui asiweze kupitisha roho chafu ndani yetu, asiweze kuleta mashambulizi katika maisha yetu. Bali tunapolala Bwana, ukatufungulie mafunuo, ukatufungulie baraka na njia tutakazoziendea. Ni katika jina la Yesu Kristo tumejikabidhi kwako Mungu wetu. Amen.